Jina lako Yesu litukuzwe, jina lako Yesu litukuzwe, jina lako Yesu litukuzwe. Utukufu ni wako na nguvu, Baba wa milele, katika jina la Yesu. Mungu wangu na Baba yangu, ninakushukuru na ninakuhitaji tena. Ninaomba fadhili zako ziwe nasi watoto wako katika ulimwengu huu, katika muda huu wa kusikia neno lako takatifu. Ninaomba likafanyike baraka, likafanyike uzima na uponyaji. Kwa aliye mgonjwa akapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Aliye na huzuni zikaondoke. Aliye na hofu zikaondoke kwa jina la Yesu. Aliye katika giza likaondoke kwa nuru yako Bwana Yesu. Sasa uzima tele ukamjaze na nguvu. Aliyeishiwa nguvu zikamrejee katika jina la Yesu. Aliye katika mashaka na uoga vikaondoke vyote kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante kwa pendo lako Mungu mwenye pendo kuu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu Baba akubariki katika yeye Yesu Kristo, kwa jina lake na kwa uweza wake. Na endelea kuamini katika Yesu, na Yesu endelee kukupa mkono wake wenye nguvu, mkono wa shirika, akusaidie katika hayo na katika hayo mapito na katika hayo mawazo ulio nayo. Unawaza nini juu ya Bwana? Yeye Bwana hataacha. Mara ya pili hataacha tena. Mara ya pili anatutetea. Mara ya pili anatusimamisha kwa mashangilio. Mara ya pili atahakikisha tumejengeka kwa utukufu wake. Ndivyo lisemavyo neno lake. Yeye ni mwaminifu na mwema, katika jina la Yesu Kristo, amina. Karibu tupate neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Warumi. Neno la Mungu kila saa lina kitu kipya, hata mistari ile, lakini na jambo jipya na lenye nguvu, na mapenzi ya Mungu hutimizwa kupitia neno lake. Tunaokolewa. Warumi 8, nianzie mstari ule wa 35. Warumi 8:35. Warumi 8 naanzia 35. Neno la Mungu linasema katika hiyo Warumi 8, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yake tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Mstari wa 37, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Amina. Nguvu ya upendo wa Mungu, nguvu ya upendo wa Yesu kwetu, nguvu ya upendo. Kuna nguvu ya upendo wa Mungu ambayo huwezi kuilinganisha na chochote, na haiwezi kuzuiliwa na chochote, wala kudhoofishwa ala kufifishwa. Tunaiona hapa, na upendo wa Mungu ni mkuu, una nguvu. Na Biblia ndipo hapa inakuja kama swali linaulizwa sasa, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani, au ni kitu gani, au ni vitu gani vitakavyoweza kututenga na upendo wa Kristo? Dunia tunayoishi ina vitu vingi vyenye kujaribu au vyenye kukusudia kututenga na upendo wa Kristo. Kuna mambo mengi unakutana nayo kazini, nyumbani, popote mahali pengi. Unakutana na nguvu au na vitu au na sauti au na majaribio ya kutaka kukutenga na upendo wa Mungu. Wakati mwingine hatujajua, lakini hayo mambo au vitu vipo, vinakuja kwa ushawishi mkali wa kutaka kukuvuta, kukuondoa kwenye upendo wa Kristo, au kutuondoa kwenye kusudi la Mungu, au kutuondoa kwenye uhakika, au kutuondoa kwenye imani. Sasa Mungu neno lake linatufundisha hapa ni nini, au Biblia inatuuliza swali, ni kitu gani kinaweza kututenga na upendo wa Kristo? Ni jambo gani? Maana yake ni kwamba hakuna nguvu wala uwezo unaoweza kusimama ukazuilia. Hakuna nguvu, hakuna mamlaka, hakuna chochote. Ukiendelea kusoma mistari ile iliyo pale, japo vingi vinakuja, inatupasa sisi tujue, inatupasa sisi tufahamu kwamba hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Kristo. Hakipo ambacho kitaweza kututenga. Hakipo. Kwa hiyo tugundue, tufahamu, yako majaribio mengi ya wanadamu au ya shetani kupitia wanadamu yanayojaribu kututenganisha na upendo wa Kristo, yanayojaribu kutuondoa kwenye kusudi
ili tumwache Kristo. Ndio sababu amevitaja na vitu pale. Je, ni kukosa chakula, ni kukosa mavazi, ni kukosa fedha, ni kukosa cheo, ni kukosa kazi? Watu wanakimbizana na pesa na kazi na madaraka, kana kwamba hawajui kama kuna maisha mengine baadaye, kana kwamba vile dunia hii hapa ndio mwisho. Hapa sio mwisho, hapa sio mwisho. Hapa tuna muda mfupi wa kuishi, alafu kuna maisha ya milele yasiyo na ukomo yako mbinguni Yesu ameenda kutuandalia. Kwa hiyo tujitahidi kuyatafuta hayo. Bwana Yesu akufiche na aendelee kusema nawe. Endelea kumwamini Yesu, endelea kumwamini, kwa sababu katika yeye tunawezeshwa, tunalindwa, tunatetewa. Ni nini kitatutenga na upendo wa Kristo? Ni hakuna, si chochote wala lolote. Usishawishike kwa lolote na chochote. Endelea kumpenda na kumkaribia Mungu Mwokozi aliye na uweza mkuu wa kutuokoa. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Neema juu ya neema imekuja katika Yesu Kristo. Bwana akubariki sasa na milele. Na kushukuru Mungu wangu na Baba yangu katika yote. Naomba nguvu na uweza wa Roho wako uendelee kutembea nasi na kuwa nasi. Asante kwa neno lako. Bariki mpendwa huyu, asidanganyike, asivutwe na nguvu yoyote na kitu chochote. Tusidanganyike na kuvutwa na lolote kwa namna yoyote, katika jina la Yesu Kristo. Naomba mkono wako unaotenda ukatutendee, ukawatendee watu wako waliochoka na kukata tamaa, wakatiwe nguvu kwa jina la Yesu. Amina. Bwana